Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Baada ya kocha Fadlu Davids kufanya vizuri na wekundu wa Msimbazi Simba kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo sasa ameifikisha fainali ikitarajiwa kucheza dhidi ya RS Berkane tarehe 17 mwezi ujao na tarehe 25 katika fainali mbili, ili mwisho wa siku kumpata bingwa wa Afrika wa kombe la shirikisho. Tayari wakubwa mbalimbali wameanza kujitokeza kumshawishi kocha huyo kumnyofoa kutoka katika klabu yake wekundu wa Msimbazi Simba na kujiunga nao, na yote ni kutokana na namna ambavyo Fadlu Davids ameifanya Simba iliyokuwa imesajili wachezaji wengi wapya kwa msimu wa 2024-2025 kufanya kile ambacho hawakuwahi kukifanya hapo kabla. Ndio mara zote tangu msimu wa 2018-19 inafahamika wazi Simba kwenye michuano ya klabu ya CAF huishia hatua ya robo finali. Walifanya hivyo mwaka 2018-19 katika ligi ya mabingwa barani Afrika, wakaishia robo finali. Walifanya hivyo 2021 wakaishia robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. 2021-22 wakaishia robo finali kombe la shirikisho. 22-23 wakaishia robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. 23-24 kwa maana msimu uliopita wakaishia tena robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, walipotolewa kwa jumla mabao 3-0 dhidi ya waliokuja kuwa mabingwa Al Ahli ya Misri. Lakini Fadlu Davids msimu huu akiitwa Simba iliyofanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chake, ikileta wachezaji wengi wapya, wengi wao wakiwa na umri around miaka 25 kushuka chini. Fadlu Davids akafanya kile ambacho wengi hawakukitarajia, kwamba anajenga kikosi, lakini kikosi hicho kimevuka hatua robo finali na kwenda mpaka finali ya michuano hii ya klabu ya CAF ya kombe la shirikisho, tena akipita katika njia ngumu, akiwatoa Al Ahli Tripoli ya Libya, lakini kwenye hatua ya makundi akiwazidi CS Sfaxien kutoka Tunisia, CS Constantine ya kutoka Algeria, Bravos Dimakish ya Angola. Robo finali akiwatoa Al Masry ya Misri, lakini kwenye nusu finali akiwatoa Stellenbosch ya Afrika Kusini. Namna timu yake ilivyokuwa ikicheza, ikimiliki zaidi mpira karibu katika kila mechi, kiasi ya kwamba Simba mpaka inafika finali imepiga pass 4468, huku pasi 3610 zikifika, na kuwa ndio timu iliyopiga pasi nyingi zaidi. Mpaka sasa Simba imefika finali ikiwa imepiga mashuti mengi zaidi kuliko timu yoyote kwa kupiga mashuti 165, kati ya hayo mashuti 46 yakilenga shabaha. Maana yake kocha Fadlu Davids amefanya wakubwa wa muhitaji. Miongoni mwao ni pamoja na klabu aliyowahi kuitumikia ya Orlando Pirates ya kule kwao nchini Afrika Kusini. Orlando Pirates wana nusu finali wa ligi ya mabingwa barani Afrika waliotolewa hivi karibuni na Pyramids, Orlando Pirates. Lakini pia wanahusishwa naye ni Raja Casablanca inayoshiriki ligi kuu ya Morocco. Hawa wote ni vigogo katika nchi zao. Orlando Pirates ni kama hadhi yake ni kama Simba na Yanga kwa kule Afrika Kusini. Wao na Kaizer Chiefs ndio wanaotengeneza Soweto Derby. Ni klabu kubwa miongoni mwa klabu kubwa Afrika Kusini yenye uzito mkubwa. Lakini Raja Casablanca ndio miongoni mwa Simba na Yanga za kule nchini Morocco. Wao pamoja na Wydad Casablanca wote wanamhitaji Fadlu Davids. Lakini taarifa katika vyombo mbalimbali kule Afrika Kusini, ikiwamo Gauteng News, mwandishi wake aitwaye Rethabile Nyelele ni miongoni mwa walioripoti kwamba Fadlu Davids amefuatwa na klabu hizi mbili, Raja Casablanca na Orlando Pirates, na zote zimetoa ofa nono, ofa nzito. Lakini Fadlu Davids akapiga chini ofa zote hizo kwa sababu mbili tu kubwa zinaelezwa. Moja ni kwa sababu ya kiweledi, ndio kwamba anazingatia weledi, kwamba anaheshimu kile ambacho amekubaliana na Simba kuipeleka na kustahili katika msimu wa 2024-2025. Lakini la pili ni kwamba Fadlu Davids amepiga chini ofa hizo nono zenye kuambatana na malipo mazito, ni kwa sababu amevutiwa zaidi na anapenda kuona anakamilisha mradi wake wa klabu ya Simba, yeye akiwa ndiye kocha mkuu wa wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba aipeleke Simba pale panapostahili, na hiyo ndio faraja yake. Sasa hilo ndio linaelezwa ndio chanzo Fadlu Davids bado yupo na wekundu wa Msimbazi Simba, na hivyo kuwa na uhakika wa kuendelea kuwatumikia wekundu wa Msimbazi Simba
na katika mechi ya fainali dhidi ya RS Berkane, kwa sababu vinginevyo kwa ahadi, kwa ofa nono aliyopewa leo hii, pengine ingekuwa ngumu kumfanya Fadlu Davids asiwe katika klabu kama Orlando Pirates, asiwe katika klabu ya Raja Casablanca. Kwa nini anahusishwa na Orlando Pirates? Inafahamika Orlando Pirates katika mechi ya nusu finali kwa mfano dhidi ya Pyramids ilionyesha kwamba ilifanya makubwa msimu huu chini ya kocha Mhispania Jose Riveiro, lakini namna ilivyocheza dhidi ya Pyramids ikifunga lakini inaruhusu mabao, mwisho wake ikatolewa kwa 3-2 katika mechi ya mwisho. Wanaona Orlando Pirates ni wakati sasa wa kuachana na Jose Riveiro na badala yake kumpata mzao Fadlu Davids alionyesha kiwango bora ambayo timu yake ilicheza kikubwa mno. Kwa mfano katika mechi dhidi ya Stellenbosch, mechi ya nusu finali ya kwanza wakishinda 1-0 visiwani Zanzibar kwenye uwanja New Amani Complex, Simba ikiwa nyumbani, lakini ya pili pale kwenye uwanja wa Moses Mabida jijini Durban, ndipo ambapo wekundu wa Msimbazi Simba chini ya Fadlu Davids wakaonyesha namna gani ya kucheza kikubwa katika michuano ya CAF. Wakaachia mpira Stellenbosch ilikuwa wenyeji, lakini mwisho wa siku wakapata matokeo aliyohitaji. Kitendo cha kushinda bao 1-0 katika mechi ya kwanza kiliwafanya Simba wahitaji sare yoyote, ushindi wowote, kama kufungwa basi si kwa tofauti ya bao zaidi ya moja, jambo ambalo Simba walilifanikisha kutokana na namna walivyocheza kimbinu sana chini ya Fadlu Davids na hatimaye kupata suluhu dhidi ya Stellenbosch na kusonga mbele kutinga hatua ya fainali kwa matokeo ya jumla aggregate ya ushindi wa bao 1-0. Hilo limevutia klabu nyingi zikiwemo hizi mbili za Orlando Pirates na Raja Casablanca. Bila shaka hizi ni habari njema kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ni habari njema kwa Tanzania kwa sababu Fadlu Davids yeye ni kete muhimu katika mafanikio ya Simba kwenye michuano ya kombe la shirikisho msimu huu, ambapo Simba kwa mfano kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam na pia kwenye uwanja New Amani Complex, kwa lugha nyingine kwenye mechi zake zote za nyumbani haijapata sare. Wahusika wote waliokanyaga Tanzania kucheza na Simba kwenye michuano ya CAF ya kombe la shirikisho msimu huu wamefungwa, kwa sababu Ahli Tripoli walifungwa, tunakumbuka 3-1 kwa Mkapa, lakini CS Constantine walifungwa 2-0 kwa Mkapa, lakini CS Sfaxien walifungwa mabao 2-1 kwa Mkapa, lakini Bravos Dimakish wao walifungwa mabao 1-0, lakini Stellenbosch kwenye uwanja New Amani Complex, Stellenbosch na wao wakafungwa bao 1-0. Ushindi wa 100% wa mechi zote za nyumbani, jambo ambalo ni la msingi kwa timu inahitaji kupata mafanikio kwenye michuano ya klabu ya CAF, kwamba walau pointi zote 3 uzipate nyumbani katika kila mechi kwa kushinda. Ugenini unakwenda kupata walau sare ili upate matokeo bora. Matokeo yake Simba kwenye hatua ya makundi kwa mfano wakiwa kwenye kundi A, wakiwa na klabu za CS Constantine, wakiwa na CS Sfaxien, wakiwa na Bravos Dimakish, Simba waliongoza kundi kwa kufikisha pointi 13 kati ya pointi 18 zitokanazo na mechi 6 za hatua ya makundi, sawa na ufanisi wa 72%. Yes, around 72%. Ufanisi wa hali ya juu kwenye hatua ya makundi ambao mara ya mwisho Simba alifanya hivi msimu wa 2021 Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa na Al Ahli, wakiwa na Al Merreikh ya Sudan, wakiwa na AS Vita ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walimaliza na pointi 13 wakaongoza kundi na ufanisi wa 72%. Sasa Simba nyingine iliongoza kundi katika michuano yote ya CAF kuanzia 2018-19 ni michuano hii ni ya msimu huu chini ya Fadlu Davids, performance ya 72% akifunga mabao 8 akiruhusu 4. Lakini kila alichokionyesha dhidi ya Al Masry akifungwa 2-0 ugenini, kwa Mkapa akiupiga mwingi mno timu yake na kupata ushindi wa 2-0 kwenye mikojo ya penalty akisonga mbele kabla ya kuwatoa Stellenbosch, ni rekodi inayowavutia klabu nyingi zikiwamo hizi za Orlando Pirates na Raja Casablanca. Inakumbukwa vizuri Fadlu katika kutumikia ajira yake kama kocha msaidizi huko alikotoka, ameshawahi kuzitumikia timu nyingi kama caretaker coach, yani kocha wa muda ama kocha msaidizi. Ameshawahi kuiongoza RS Berkane akiwa miongoni mwa mamemba wa benchi la ufundi kwenye msimu wa 2021-22 kwa mfano. Yeye alikuwa miongoni mwa makocha wasaidizi wa Orlando Pirates wakati wakienda fainali ya kombe la shirikisho na kufungwa kwa mikojo ya penalty na RS Berkane. Na sasa msimu huu akiwa kocha mkuu ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, anayo nafasi ya kulipiza kisasi dhidi ya RS Berkane kwa kile kilichotokea 2021-22. Lakini pia amekuwa katika klabu ya Raja Casablanca. Yeye na kocha mkuu Joseph Zimbawa
ambapo walifanya vizuri sana msimu uliopita wakitoa ubingwa wa ligi kuu ya Morocco kwa Raja Casablanca, kumaliza na pointi 72 baada ya mechi 30, ikifunga mabao 52 ikiruhusu mabao 15. Lakini msimu huu akiwa yeye hayupo wala kocha wake mkuu Zimba, Raja Casablanca imeyumba hivi sasa kwenye ligi, iko katika nafasi ya 7. Yes, na haina matumaini ya kutoa ubingwa wala kumaliza ya pili. Timu ambayo msimu kabla msimu uliopita wachezaji wengi wakiwa wale chini ya Fadu Davis na kocha wake mkuu Zimba walifanya vizuri. Yeye Fadu Davis akifanya wajibu mkubwa wa kuwajua wapinzani, kuwasoma na kuja na mikakati ambayo wakishirikiana na kocha wake mkuu wakafanya vizuri Raja Casablanca. Sasa nyota ya Fadu Davis inang'ara Simba akiwa kama kocha mkuu, na ndipo hapo wakubwa wanabisha hodi kutaka kumngoa. Je, Fadu Davis ubishi huu wa kung'ang'ania project inayoonekana kufanya vizuri sana ya Simba ataendelea kuangangari kwa manufaa ya kuunda Msimbazi Simba na Watanzania kushuhudia wawakilishi wao katika michuano ya klabu ya CAF waliosalia msimu huu akiendelea kwa hapo ili wafanye vizuri? Hilo ni swala la kusubiri, lakini kimsingi Fadu Davis amekuwa katika kiwango bora, na msimamo huu unaoelezwa katika vyombo mbalimbali vya Afrika Kusini umempatia sifa kubwa kwamba amesimamia weledi, lakini pia amesimamia mahaba ya mradi aliyouanzisha yeye ndani ya kuunda Msimbazi Simba iliyofanya mabadiliko ya wachezaji wengi katika msimu huu ili watimize mpango wao. Itakuwa vipi juu ya hatima ya kocha Fadu Davis ambaye wakubwa wanamtamani kutokana na namna ambavyo amefanya vizuri akiwa na Simba, huku akiungwa mkono na management ya Simba, rais wa heshima Mo Dewji, lakini pia mwenyekiti wa Simba huyu ni Murtaza Mangungu, lakini pia kina Try Again na viongozi wengine ndani ya klabu ya kuunda Msimbazi Simba ambao wamempa support ya kutosha kwa kumletea wachezaji wenye ubora, na kisha yeye anazidi kuifanya Simba iwe bora siku hadi siku. Katika msimu ambao alitarajia wajenge kikosi, amewafikisha finali. Fadu Davis, nini hatima yake ndani ya kuunda Msimbazi Simba? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuiunga mkono kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.